Bwana Yesu asifiwe, na karibu katika kipindi cha ujumbe. Na ni ombi langu ya kwamba utapokea baraka za kipekee, majibu ya kipekee hata katika wakati huu wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Na tufungue kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, wewe uliyemweza yote, uliyemuumba mbingu na nchi, wewe unayefanya kazi katika maisha ya wateule wako, wewe ambaye hufanya kazi kwa wema wanaokupenda, walioitwa kwa kusudi lako. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, ukatutawale na ukatuongoze na ukatufinyange, utufanye utakavyo wewe mwenyewe, kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Neno la leo laongea kuhusu pamoja na Mungu, Imanueli na umoja. Na kifungu cha Biblia ni kitabu cha Mwanzo mlango wa 39 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili. Neno la Bwana lasema hivi: basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mikononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linatutia nguvu na linatupatia mwongozo na kutuelekeza ni jinsi gani tuweze kuishi hapa duniani. Na ujue ya kwamba tangu Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza, Adamu, kusudi lake ilikuwa ni akae pamoja na yeye. Na ndiyo sababu Biblia inatueleza, Mwanzo 1:27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake yeye mwenyewe. Kwa mfano wake Mungu akamuumba mwanamume na mwanamke akawaumba. Maana yake mfano wa Mungu ni nini? Tukae weponi mwake Mungu, tukae katika ushirika pamoja na muumba wetu. Ili kuendelea kufurahia ushirika huu, Mungu akampatia mwanadamu agano. Katika Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 17, akamwambia, matunda ya miti yote ya bustani mwaweza kula, walakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani msile. Siku mtakapokula matunda ya mti huu mtakufa hakika. Mungu alitaka kila wakati watazame mti na wakumbuke wao ni viumbe, na kuna Mungu muumba. Watakitunza agano lake, wataishi maisha ya ushindi weponi mwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Matatizo yote ambayo tunaona katika dunia yalianzia wapi? Yalianzia wakati mwanadamu aliposikiza sauti ya shetani. Shetani aliyekuja kwa mfano wa nyoka pale katika bustani ya Edeni, akamdanganya mwanadamu ambaye alikuwa na ushirika wa dhati pamoja na muumba wake, akatenganisha na Mungu. Mwanadamu akafanyika mwenye dhambi na akaanguka katika utawala wa shetani huyo aliyemdanganya. Matukio yake ni kwamba wanadamu wanateseka sasa na mikasa ya wasiookoka. Mikasa hiyo ni gani? Ni kwamba mwanadamu amefanyika mtoto wa Ibilisi, Yohana 8:44. Amefanyika mtumwa wa shetani, wa Efeso mlango wa 2 na mstari wa 2. Shetani ambaye ni mfalme uwezo wa anga. Mwanadamu hana budi kuishi kumfuata huyo shetani. Nazungumza kuhusu mwanadamu aliyetenganisha na Mungu, aliye mwenye dhambi na aliye mikononi mwa shetani. Mwanadamu huyo hatakuwa na pumziko katika akili yake, atakuwa na mizigo mizito katika akili yake. Ndiyo sababu Yesu anawaita, anasema, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapatia pumziko. Labda una mizigo mizito ya wasiwasi, hofu, fadhaa, ndoto mbaya, hauna pumziko halisi. Yesu anataka akupatie pumziko la kweli siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu wasipopata pumziko, matatizo haya ya kiroho yatadhihirika katika hali ya magonjwa ya kimapepo. Na magonjwa ya kimapepo hayawezi kutolewa na sindano mara moja ama dawa ya kumeza. Inatolewa tu na jibu la kiroho. Wanadamu wasipopata jibu la kiroho, wanaendelea kuugua na matatizo haya ya magonjwa ya kimwili, mwisho wanakufa. Biblia inasema, Waebrania 9:27, kila mwanadamu amewekewa kufa mara moja, na baada ya kifo hukumu. Wanakufa na kwenda jehanamu,
Na hiyo sio mwisho, huo sio mwisho. Wanaacha urithi wa laana kwa watoto na watoto wao hadi kizazi cha 3 na cha 4. Ndivyo Biblia inatueleza katika Kutoka 20 mstari wa 4 hadi wa 5. Pamoja na hilo, wanadamu kwa sababu ni viumbe wa kiroho wamejaribu kumkuta Mungu. Wamejaribu kwa dini zao ambao wanajiundia, ama wameelekezwa na viongozi wa kidini, lakini hawajapata suluhu. Wamejaribu kwa kazi zao njema, kwa watu wa kusaidia wengine, lakini hata hilo halijawatatulia matatizo yao. Wamejaribu kupitia filosofia na elimu yao, hata hiyo haijakuwa jibu. Ni kwa sababu njia hizo wanazozifuata ni za kimwili, na tatizo la mwanadamu ni tatizo la kiroho, ambao tatizo la kiroho sharti lipate jibu la kiroho. Na jibu la kiroho la pekee ambao Mungu ametoa ni Yesu aliye Kristo. Mungu ametoa jibu hili la Kristo na maandalizi ya kuja kwa Kristo, ambaye katika Agano la Kale anaitwa Masihi. Ni kwamba Mungu aliruhusu manabii wamwagiwe mafuta ili kuwatenga kwa huduma ya kinabii, makuhani hivyo hivyo na manabii na wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Kristo inamaanisha aliyemwagiwa mafuta, mpako mafuta wa Mungu. Na Yesu aliye Kristo ndiye nabii wa kweli. Ni kwa sababu wanadamu wana tatizo ya kutenganisha na Mungu. Kama nabii wa kweli akaja akasema, mimi ndimi njia, ndimi kweli na ndimi uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi, Yohana 14:6. Na kwa sababu mwanadamu alimfungwa wa dhambi, na ndio sababu hawezi kuepuka laana na mikosi na mikasa katika maisha yake, ndio Kristo akaja kama kuhani wa kweli, akamwaga damu yake, akatoa dhabihu ya damu yake mwenyewe yote msalabani, ili asafishe dhambi zetu. Na kwa sababu mwanadamu ni mateka wa shetani aliye mfalme wa uwezo wa anga, Yesu akaja aliye mfalme wa wafalme ili aweze kuvunja kazi ya shetani. Na Mwanzo 3:15 nasema ilikuwa ni unabii wa kuja kwake, ya kwamba ni uzao wa mwanamke utakayevunja uzao wa nyoka kichwa. Na hili timia msalabani. Yesu alipokufa akasema imekwisha. Ni wakati ule alivunja kichwa cha shetani, mamlaka yake shetani akayashinda pale msalabani. Basi tufanye nini? Wewe uliyesikia ujumbe huu na hujawahi kumpokea Yesu ndani ya moyo wako, neno la Mungu latuambia hivi katika Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Maana yake kumpokea Yesu ndani ya moyo wako unarejesha baraka za mwanzo, ushirika wa mwanzo ambao ulikuwa katika Eden. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ule kitambulisho chako kinabadilika kutoka mtoto wa shetani hadi mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi, kwa ufupi nikueleze ni baraka gani, ni baadhi ya baraka gani ambao utaweza kuzifurahia wakati unakaribisha Kristo ndani ya moyo wako. Kwanza, utafanyika mtoto wa Mungu, Yohana 1:12. Pili, utafanyika hekalu la Mungu na Roho wa Mungu atadumu ndani yako, Wakorintho wa kwanza 3:16. Tatu ni kwamba ukiita jina la Yesu Kristo utapokea majibu ya maombi. Ni kwa sababu kila mtoto wa Mungu anapoliita jina lake Bwana, Roho wa Mungu anafanya kazi katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kitambulisho hiki utapokea mamlaka ya kipekee. Tayari aliyemwamini, aliyeokolewa, aliyemwamini Yesu Kristo akaokolewa, huyo ana mamlaka ya kipekee. Ni utambue mamlaka haya na uyatumie. Ni mamlaka gani haya? Ukiita jina la Yesu, Mungu atakukusanyia malaika zake, Waebrania 1:14. Tena ukivunja kazi za giza, kama mapepo yakikusumbua, unaweza kuyakemea katika jina la Yesu Kristo. Luka 10:19 imesema, nimewapatia mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Na tutumie mamlaka yetu, na uwezo wa Mungu utadhihirika katika maisha yetu na katika jamii zetu na katika maeneo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tena wenyeji wetu uko mbinguni. Filipi 3:20 natuambia hivi, maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Ni kweli hapa tunapita,
Lakini tukiwa wenyeji wa mbinguni, ndio Mungu atakusanyia jeshi la mbinguni ili kutulinda, kutuhifadhi, tusipatikane na madhara ambao adui amekusudia. Na kusudi la maisha yetu ni gani? Tunapoishi hapa duniani, Mungu hakutuokoa tu atupeleke mbinguni. Ni kweli wenyeji wetu uko mbinguni na tutakuja kwenda mbinguni baada ya maisha haya. Lakini muda huu tunaishi hapa duniani, msimu huu ambao Mungu ametupatia tuishi hapa duniani, kuna kusudi anataka tutekeleze. Tueleze neno la uzima, tuwashuhudie wengine wakapata kuokolewa, tukatumia rasilimali zetu kueneza injili ifikie na wengine ambao hawajafikiwa na injili. Bwana Yesu asifiwe. Neno nasema hivi katika Warumi 10:13 hadi 15, ya kwamba itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Lakini watamhitaji wasiyemsikia. Watamsikiaje pasipo kuhubiriwa? Na atahubiri vipi pasipo kutumwa? Inabidi watu wasikie neno la uzima, waamini na waliite jina la Bwana. Na hata wewe ambao umelisikia neno hili siku ya leo na hujawahi kumkaribisha Kristo ndani ya moyo wako, ni wakati mzuri mkaribisha. Mwambie Yesu, na ufungua moyo wangu, ingia ndani ya moyo wangu, uniokoe, unifanye mtoto wako, na unijaze na Roho Mtakatifu, na uniongoze na Roho Mtakatifu siku zote za maisha yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ninayokuelezea ni injili, na usionee haya, wala mimi sionei haya. Paulo akasema katika Warumi 1:16, sionei haya injili, kwa maana ni uwezo wake Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiaye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Bwana Yesu asifiwe. Na injili hii ichapishe ndani ya moyo wako, ikite mizizi ndani ya moyo wako, kiasi ya kwamba kwa ujasiri utaweza kusema ninao injili ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Petro na Yohana walikuwa na injili ndani ya mioyo yao. Walipokuta kiwete mlangoni pa hekalu, waliweza kujua moja kwa moja kwamba huyu kiwete shida yake kuu si fedha na dhahabu. Shida yake kuu amekosa injili. Na wakamwambia, fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho tunakupatia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe na injili ndani ya maisha yetu, iwe uzima katika maisha yetu. Ni kwa sababu gani? Hoja ya kwanza nasema hivi: ipo kazi ambayo inatekelezwa na wale walio na injili, waliomiliki injili ndani yao peke yao. Ni kazi gani? Ya kufurahia na kueneza injili peke yake. Nasema injili peke yake, si injili kuchanganya na kitu kingine, injili peke yake. Ni kwa sababu injili ni uwezo wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pili, ni kazi gani hiyo? Ni kazi ya kufurahia na kutenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu peke yake. Yesu akasema utapokea nguvu akisha kuajilia juu ya Roho Mtakatifu, na nyinyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Judea, Samaria mpaka mwisho wa ulimwengu. Tatu, ni kazi ya kuwa mashahidi wa Kristo peke yake, si mashahidi wa kitu kingine, mashahidi wa Kristo peke yake, kwa sababu huyo ndio jibu pekee la kiroho ambao Mungu ametoa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio kazi yetu kuu ambao Mungu ametuitia. Na kwa hili tunafanya kazi zingine, tunapata fedha, tunapata rasilimali zingine zote kuwekeza kwa kazi hii kuu ambao Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo ametuitia. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na injili peke yake na tukifurahia injili ndani yetu yake, mengine yatafuata. Yesu akasema mkitafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, mengine mtazidishiwa. Tutafute kujawa na injili na kueneza injili kwanza, tukijua mengine tutazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni katika injili tutatambua, kila mmoja wetu atajielewa mimi ambaye Mungu aliumba, si mimi ambaye nimeathirika na matatizo ya ubinafsi, tamaa za mali, tamaa za ufanisi.
mimi ambaye Mungu aliumba nikae weponi mwake. Tena tutatambua mambo ambayo ama vitu ambavyo Mungu amenipatia mimi mwenyewe. Hipo hata huduma ambayo Mungu amekupatia wewe, ni wewe peke yake unaweza kuitekeleza. 3, utatambua eneo, shamba la Bwana ambao Mungu amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Na hili uweze kuendelea kufurahia majibu ya kipekee kama mashujaa wa imani walivyofanya, kila mmoja wetu na akajenge madhabahu popote alipo. Maana yake ni nini? Tuingie katika maombi ya kupanga sana. Nikueleza wakati mwingine vile Petro na Yohana walikuwa naenda hekaluni saa ya kusali. Nakueleza vile Danieli alikuwa anapiga magoti mara 3 kila siku na kuliita jina lake Bwana. Tuwe na hiyo mbinu ya kujenga madhabahu na kupanga sana kuliita jina lake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ni wakati ule tutafurahia uwezo wa Mungu. Na tukifurahia uwezo wa Mungu popote tulipo, haijalishi ni wapi hapo, tutapokea majibu ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Haikujalisha kwake Yusufu, iwe ni gerezani, iwe ni utumwani, iwe ni katika nyumba ya kifalme, haikujalisha. Popote pale alifurahia uwezo wa Mungu na majibu ya Mungu. Haijalishi kwamba kuna majanga ama vipi, bora Mungu juu pamoja nasi. Na katika kujenga madhabahu kwetu, tukipanga muda na kuomba, tutaona majibu na baraka za kipekee katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na popote pale ulipo na popote pale utakapokuwa hata wiki hii, unaweza kufurahia baraka za Mungu kuwa pamoja nawe. Mwanzo 39 mlango wa 39 mstari wa 2 nasema, Bwana akawa pamoja na Yusufu, na Yusufu akastawi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni mazingira ya utumwa, na Bwana akawa pamoja na Yusufu. Hiyo ni baraka ya Mungu kuwa pamoja nami. Kila mmoja popote ulipo, furahia baraka hiyo ya kwamba Bwana yu pamoja nawe. Pili, popote pale ulipo unaweza kufurahia Immanueli, Mungu pamoja nasi. Yusufu alifurahia baraka ya kwamba Mungu yuko pamoja na wote ambao walikuwa naye, hiyo ni katika nyumba ya Potifa. Hata Mungu akabariki nyumba ya Potifa kwa sababu ya Yusufu. Mungu alikuwa pamoja nao. Hiyo ni gerezani, Mungu akawa pamoja nao. Na Mungu akaleta ufanisi hata pale gerezani kwa sababu ya Yusufu. Yusufu alijua Mungu yupo pamoja naye, alijua Mungu yupo pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Na 3, popote pale ulipo unaweza kufurahia baraka za umoja, ya kwamba Mungu yupo pamoja na kila kitu, anadhibiti kila kitu. Na ndiyo sababu katika kila jambo upo mpango wake. Akiuzwa kama mtumwa, upo mpango wa Mungu umefichika pale. Akisingiziwa uongo atupe gerezani, upo mpango wa Mungu umefichika pale. Bwana Yesu asifiwe. Tufurahie hiyo majibu ya kuwa pamoja na Mungu, Immanueli, na umoja wake Mungu ambaye anadhibiti kila kitu, kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Yusufu akifurahia mambo kama haya, Bwana Yesu asifiwe, mambo ambao huku uweze tafakari yalitendeka, watu ambao hungeweza kutafakari na kudhania ya kwamba wanavyofanya wanatumiwa na Mungu yalitendeka. Nikuulize, unajua ni kina nani walichangia zaidi ufanisi wake Yusufu hata kuinuliwa kama gavana wa Misri? Ni kina nani hao? Kwanza nikwambie, ndugu zake ambao walimchukia zaidi. Hiyo walitumiwa na Mungu, hata Yusufu akatoka nchi ya kwao aende nchi ambayo Mungu ataweza kumnunua. Nani tena? Ni yule mwanamke Kaaba, mke wa Potifa, aliyemsingizia uongo. Kupitia yeye Yusufu akatoka katika nyumba ya utumwa, hata
kwenda gerezani. Na huyo mtu aliyetafsiriwa ndoto pia alitumika, ni kwa sababu baadaye alikuja kuzungumza mbele ya Farao kumhusu Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata lile tukio ya kwamba baada ya kutafsiriwa ndoto na Yusufu kumwambia, utakaporudi katika nyumba ya mfalme unikumbuke. Alipoenda hakumkumbuka, alimsahau, lakini hata hilo lilikuwa katika mpango wake Mungu. Ni kwa sababu Mungu anafanya kila kitu kwa kusudi lake na kwa wakati wake. Fikiria kama Yusufu angetolewa gerezani moja kwa moja, angeenda kufanya nini? Angerudi, angetamani labda kurudi kufanya kazi ya utumwa, kwenda kuosha nyumba za watu, kuosha vyombo. Lakini Mungu akamfanya huyu aliyetafsiriwa ndoto asahau hadi wakati ufaao, wakati ambapo mfalme alikuja kuota ndoto na maafisa wengine wote wakashindwa kuitafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo sababu tunaamini na tuamini ya kwamba Mungu atatumia kufanya kazi ambayo wengine hawawezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uwezo wa Kristo, kwa uwezo wa Mungu mwenyewe aliye pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninapomalizia nasema hivi, na kubariki katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba ukaweze kufunguka macho ya kiroho na uone yale ambao wengine hawaoni, na Mungu akakutumie na akupeleke mahali wengine hawaendi, na ukatekeleze kazi ambao wengine hawawezi kutekeleza, alivyofanya katika maisha ya Yusufu. Amen. Ni kwa sababu hata wewe utafurahia baraka ya kuwa pamoja na Mungu Emanueli, na umoja wa Mungu katika kila jambo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tuendelee kuwasiliana kupitia injili hii safi ya Kristo Yesu, na hakikisha ya kwamba hata wewe upo katika maombi ya mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jukumu lako. Aliliombea kanisa la Wafilipi hivi katika Wafilipi mlango wa 3, Wafilipi mlango wa 1. Nataka nimalizie kwa kusoma kifungu hiki. Wafilipi mlango wa 1 mstari wa 3 hadi 6, ya kwamba namshukuru Mungu kila wakati ninapowakumbuka katika maombi yangu, nikiwaombea kwa furaha kwa sababu ya ushirika wenu ndani ya Injili. Nami niaminilo lilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu atalikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Bwana alitimiza neno lake katika maisha yako. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, nalitukuza jina lako ni kwa sababu ya wema wako, wewe ambaye upamoja nasi. Ulikuwa pamoja na Yusufu, upamoja nasi sote hata wakati huu, na unadhibiti kila kitu. Unatenda kwa wema kwa wanaokupenda, walioitwa kwa kusudi lako. Baba, nalitukuza na kuliinua jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.